A'udhu billah, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Mustafa ba'd. Kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu na khairi zimwendee kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiwa katika mlango wetu huu wa tiba, tukielekeza dawa zingine zinazohusiana na maradhi ya mgongo, kutokana na sayansi jinsi tunavyozidi kufuatilia na kufanya utafiti, kuendelea kugundua madawa mbalimbali na tiba mbalimbali itakayosaidia maradhi ya mgongo. Tiba ya mgongo kwa mtu ambaye labda anasumbuliwa na mgongo tena pia vile vile. Kwanza, tiba ya mgongo, chukua juisi ya cabbage na maziwa ya unga na siki, changanya, chukua au chua mgongo kisha chukua vyote hivi, chua mgongo wako, utapona ndani ya siku 14. Chukua kama tulivyokuambia, juisi ya cabbage na maziwa ya unga na siki, changanya, chua mgongo wako, kwa hakika utapona. Ni dawa nzuri sana, kwa sababu kule ndani ya vitu hivi vyote tulivyovitaja hapa katika hizi dawa tatu ni chakula, lakini watu wengine hawajui kama ni dawa. Na mara nyingi dawa nyingi zinatoka kwenye chakula na dawa zingine nyingi hazitoki kwenye chakula, bali zinatoka kwenye miti ambayo ni special kwa ajili ya dawa. Ukishachukua vyote hivi, chua bila ya kuchemsha. Hapana, chua kwa kutumia mkono, usitumie pamba. Ukishachua utachua asubuhi, mchana na jioni. Ila kabla ya kuchua, hakikisha unaosha uti wako vizuri wa mgongo na viungo vingine vya mwili. Tiba nyingine ya mgongo, kiuno, chukua mafuta ya galfudhu au ganfudhu. Sawa, ganfudhu. Ukishachukua mafuta haya, yani kwa lugha nyingine ganfudhu inaitwa karungu yeye haswa. Sawa, karungu yeye. Kisha jipake uti wa mgongo, kiuno, kwa hakika utapona. Haya mafuta ni mafuta mazuri sana. Chukua mafuta ya karungu yeye, kisha jipakae uti wa mgongo, maeneo ya kiuno na sehemu yote yenye maumivu, utapona bila shaka. Au tiba ya miguu inayowaka moto, tiba ya uti wa mgongo, kiuno na uti wa na miguu pia vile vile na misuli, uti wa mgongo, miguu, kiuno pamoja na miguu kuwaka moto. Baadhi ya watafiti husema maradhi mengine haya ya uti wa mgongo husababishwa na baridi. Baadhi ya wanasayansi, watafiti wanasema maradhi mengine ya baridi ya uti wa mgongo hutokana na baridi, huchangia watu kuwa na matatizo ya maumivu haya ya uti wa mgongo, hivyo hudhoofisha nguvu ya uti wa mgongo mpaka uti wa mgongo unapata maumivu makali sana, kwa sababu unakuwa umegandisha damu inakuwa haipiti vizuri, na hudhoofisha nguvu za kiume pia vile vile kwenye baridi. Na ndio maana watu wengi sana wanapoingia tu kwenye baridi, wengi wanalia, wanasema bana mshipa bana unaniuma sana. Ni ule baridi, damu inakuwa haipiti tena. Hivyo upatikana majibu maradhi yake. Chukua dawa hizi zifuatazo. Chukua filfil dhanjabila na jauzatul shak kwa uzani wa usawa wa viponde kwa pamoja, na utachanganya na muruturutu, yani muruturutu ya mbuzi. Sawa, yani muruturutu ni dawa ambayo kwa jina lingine inaitwa makata. Sawa, utatumia kwa kujipaka, sio kunywa. Sawa, kwa sababu dawa hii tayari ukishachanganya muruturutu, basi na hii filfil zanjabili ni dawa ambazo hazinywewi. Ukinywa kuna mambo mawili. Sawa, kuna kupata shida ya kiafya, au kuna kutapika sana mpaka kupelekea umauti. Hizi dawa tahadhari hazinywewi.
tafadhali sana. Na ukimpata mtu ambaye anayekupa mlutulutu hunywe, basi huyo unatakiwa umuulize sana, kwa nini unanipa dawa hizi ninywe? Atakuwa hana nia njema na wewe, kwa sababu dawa hizi ni makosa kutumia.